Jina langu ni Fortunata Tem, mkurugenzi mtendaji wa My Legacy. Tumekusanyika hapa na washirika wetu kwa maana ya wawakilishi wa Azaki ili tuweze kujadili kuhusiana na project yetu mpya ambayo inaitwa Mialo ya Kijani au kwa Kiingereza ni Green Frames. Ni project ya kutengeneza filamu ambayo itaonyesha wanawake katika jamii wanavyokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa maana ya kuwa na ule ustahimilivu, kwa maana mabadiliko ya tabia nchi ni kitu ambacho tutaendelea kuishi nacho na changamoto zake zitaendelea kutukabili, na kama watu ambao inabidi tuendelee kuishi, lazima tuweze kujua namna ya kupambana na hizo changamoto. Katika filamu, badala ya kusemewa, wao wenyewe ndio watakuwa wanasema, kuonyesha ni vipi mabadiliko hayo ya tabia nchi yanawaathiri, lakini ni vipi pia wameweza kuwa wastahimilivu kwa maana ya kuendelea na maisha na shughuli zao za kila siku. Na hii itatoa hamasa kwa wengine pia waweze kujua kwamba sio lazima kukaa na kusubiri ili uje usaidiwe, lakini unaweza ukafanya chochote na kuendelea kuishi kama jinsi ambavyo unatakiwa uishi. Wadau wa kikao hiki ni asasi zisizo za serikali kwa maana CSOs, na pia wadau wetu wa media, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba media itatusaidia pia kueneza habari kuhusiana na hii safari tulioianza ya kutengeneza filamu kuonyesha wanawake jinsi wanavyokabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Naitwa Mandolin Kahindi, ni program manager wa mradi wa Vijana at Work ambao unatekelezwa na SIDEA kwa kushirikiana na Court Institute, na mradi huo wa Vijana at Work umefadhiliwa na EU. Mradi wa Vijana at Work unalenga kuweza kutumia sanaa bunifu kama njia mojawapo ya kuweza kufikisha ujumbe kwa maana ya filamu, sanaa kwa maana ya maigizo theater, lakini pia tunatumia na redio za jamii kama njia ya kuweza kufikisha ujumbe kwenye maeneo matatu. La kwanza ni mabadiliko ya tabia nchi na uhimilivu kwa jamii, lakini ya pili ni mambo ya usawa wa kijinsia, na la tatu ni ile tunasema artistic freedom, uhuru au uwezo wa sanii au wabunifu kutumia sanaa yao kuweza kama njia mojawapo ya kujielezea, lakini kama njia mojawapo pia ya kujipatia kipato. Tumeamua kutumia sanaa kwa maana ya ubunifu ule kwa sababu ni medium ambayo ina watu wengi, na kwa sababu mradi wenyewe unaitwa Vijana at Work, vijana wengi wanapenda mambo ya sanaa, unapenda masuala ya filamu, mambo ya maigizo, umeona, lakini pia jamii kupitia redio za jamii pia inapata manufaa kwa kuweza kupata ujumbe wa mambo mbalimbali. Ndio sababu kubwa kwa nini tulitumia sanaa. Na kwa hiyo sasa mradi unalenga kuwawezesha taasisi mbalimbali ambazo zinafanya kazi na vijana. Ninaitwa Magdalena George, ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Habitat for Humanity Tanzania. Nina furaha sana kuwepo hapa siku ya leo. Jambo la kwanza, nakubaliana kabisa kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni kitu ambacho hakiwezi kuepukika kwa sasa. Ni kitu ambacho kipo wazi, yaani ukisema utakijadili au hutakijadili kipo tu, na waathirika wa kwanza ni wanawake na watoto. Na kwa namna hiyo hatuna budi kama jamii kwa ujumla kufikiri ni namna gani tunaweza kusaidiana na jamii zetu husika kuhusiana na masuala ya mabadiliko tabia nchi. Kwa hiyo kwa mfano kuna mafuriko, kuna ukame, na inategemea tu ni maeneo gani. Kwa mfano Dodoma kuna swala zima la ukame. Kwa hiyo vitu kama smart farming ni kipaumbele, lakini hiyo ni namna ambayo sasa watu wanaweza kukabiliana na hayo mabadiliko nchi, kwamba tusikae tu na ukame, kwa hiyo wanawake wakapata shida. Hapana, wanaweza kuendelea na masuala ya kilimo kwa kutumia labda drip irrigation. Kwa hiyo mimi nimefurahia sana hii Green Frame project. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global